Mtazamaji wa Global TV, hapa nilipo ni Mikocheni ambapo ndipo lilipo kanisa la Roman Catholic ambapo inafanyika ibada ya mazishi ya kaka yetu Sebo aliyewahi kuwa mfanyakazi wa East Africa, baadaye Magic FM na baadaye EFM mpaka umauti wake. Nimekutana na mfanyabiashara mkubwa, mwanamke wa nguvu kwelikweli, anaitwa Aresti. Habari yako? Salama. Na pole sana kwa msiba. Asante, pole nawe pia. Asante dadangu. Nimetamani kusikia Aresti vile ambavyo ulikuwa ukimfahamu marehemu Sebo enzi za uhai wake. Nini haswa ambacho kilikusababisha umfahamu? Sebo nilimfahamu muda mrefu sana. Nilimfahamu kipindi cha Rose Garden nadhani. Tulikuwa tuna miaka ya nyuma huko tunaenda pale tunakula na enjoy. Kwa hiyo nilimfahamu kupitia pale na hivyo kuendelea EFM radio, lakini pia kuna sehemu moja pale nyuma Base Beach anapenda sana kukaa ambapo nilikuwa naendaga kwa huduma zangu za salon. Kwa hiyo nilikuwa namuona sana pale tu Nyambizi. Kufahamiana naye, stories zilikuwaje kipindi hicho? Yaani tulikuwa tunacheka muda wote. He was so charming. Alikuwa anacheka muda wote, tunapiga story. Sababu tunafahamiana muda, tunapiga stories za kizamani. Yaani unajua zamani ilikuwa hivi, lakini pia maendeleo. Si unamjua Sebo ni mtu ambaye yuko kwenye nadhani department yake ya EFM ni ya kibiashara. Kwa hiyo tulikuwa tunaongea, sometimes alikuwa ananialika EFM pale tunaenda. Kwa hiyo kwa kweli kifo chake kimetuhuzunisha sana. Ni kijana ambaye mimi kama mimi nilikuwa namuita a visionary man, kwa sababu alikuwa na vision kubwa, ukikaa naye na maono makubwa sana. Kwa hiyo mwisho wa siku ndio hivyo, njia ni yetu moja, imekuwa ghafla sana bila kutegemea, lakini kwa kweli Sebo alikuwa mtu wa watu. Na unakumbuka mlivyokuwa mnakutana kwenye sehemu za chakula, sehemu za starehe, kwa maana ya kufurahi kwa pamoja mkikutana, mastori makubwa sana yalikuwa ya namna gani? Lakini alikuwa anapendelea nini na story gani alikuwa sipendi kabisa? Yaani mimi ninachojua alikuwa anapenda tu kuchangamka. Nothing else, kuongea vitu positive about life. So unajua vijana wa siku hizi tukikutana mambo yamebadilika. Huwezi kukaa ukaongelea vitu vingine zaidi ya vitu ambavyo vinahusiana na mzunguko wa kijamii, maisha yanayoendelea katika mzunguko wetu wa kila siku. Yes, lakini alikuwa too happy muda wote. Alikuwa ananiita Resta. Yaani alikuwa hawezi kusema Resti. Nadhani kwa sababu ni Mganda, ile lafudhi ya Kiganda. So alikuwa akiniita tu ananichekesha kwa sababu nafurahi. And then tulikuwa tunaongea hivyo vitu mbalimbali vya hapa na pale. Unajua miaka ile bwana, ulikuwa watu hivi nao ni hivi hivyo, all the stories. Ushawahi kubahatika kipindi kile wakati yuko East Africa kuangalia kipindi chake alichokuwa na kirusha cha Friday Night Live? Ndio. Kipi kilikuwa kinakuvutia kwenye kile kipindi? The vibe, the way they talk. Ilikuwa ni yani hivyo, vibe ya kipindi chote ilikuwa na vijana. Enzi zile sisi tulikuwa bado tunasoma. Kwa hiyo ulikuwa ukiona Friday Night Live ni kama kitu fulani kinakupa amsha fulani hivi. Na ilikuwa ikifika siku ya Ijumaa, kwa upande wako unajua kabisa saa fulani kipindi kitakuwa kinaanza, hali yako ilikuwaje? Nilikuwa nafurahi kuangalia kipindi kama kile, yani unajua kabisa hiki ni cha starehe. Vijana tumefanya starehe miaka ya nyuma. Unajua kuna vipindi viwili vya East Africa ambavyo vilikuwa vinafuatiliwa sana, kimoja cha Salama, kimoja cha Sebo. Na hao watangazaji walikuwa ni chatu sana ya habari, kwa maana hata wasanii wakija kuna wengine wanaogopa kutokana na maswali yao. Wewe upande wako mlikuwa mnawachukuliaje? Ilikuwa ni kawaida, vilikuwa vipindi vya moto sana. Yaani kwa kipindi hicho vilikuwa ndio vipindi hot. Lakini sio kwamba vilikuwa vina maswali kwamba yanashindika kujibika. Yalikuwa ni maswali tu ya kuchangamsha kama vijana, not difficult sana, lakini ndio hivyo, lakini ni maswali yanayojibika. Taarifa ya kifo chake ilivyokufikia ilikuwaje? Nilikuwa nimeona kwenye social media, unajua siku hizi social media inatoa taarifa haraka sana. But I was so shocked, na kwa kweli niliumia, maana tumekuwa hapa kumuomboleza. Neno lako kwa msiba huu wa ghafla, msiba mzito kwenye tasnia ya habari, na mtu ambaye anaonekana kupendwa na watu wengi, kwa sababu kila ninayemzungumza naye anamzungumza kwa mazuri yake. Alikuwa kaka, alikuwa kiongozi, mfundishaji, mwongoza njia na vitu kama hivyo. Neno lako wewe? Sina mengi sana zaidi ya kumshukuru Mungu kwa maisha ya Sebo hapa duniani, pale alipopagusa kwenye jamii, pale aliposhiriki kujenga katika
maisha yao ya Kitanzania, Mganda ambaye baadaye amekuja kuwa Mtanzania kabisa. Maana amekaa miaka mingi, amesoma culture ya Kitanzania na kuweza kukopi na Watanzania wengi. Ndio maana tunaona umati mkubwa sana wa watu hapa ukimuombeleza. Kwa hiyo tunashukuru pale alipogusa legacy yake alofanya kwenye kazi na kila kitu, tutaendelea kumwenzi kwa hivyo. Zaidi ya yote tunamshukuru Mungu, njia ni yetu moja japo hatujui siku wala saa. Naweza kusema tu mwendo ameumaliza. Vita amefunga vita vizuri yake, amemaliza mwendo, ameumaliza. Imani ameilinda. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Mimi nikupongeze kwa kuacha shughuli zako zote, kuacha biashara zako leo na ukasema nakwenda kushiriki ibada ya kumwaga kakaangu Sebo. Hongera sana. Asante. Ndio hivyo, lazima tufanye hivyo. Na sisi siku moja siku yetu itafika, watu tutasindikizwa na watu pia. Na sisi siku moja siku yetu itafika na tutasindikizwa na watu. Mimi naitwa Gabi Mtanzania, nyuma ya kamera Zakaria Master Gamondi. Tuko na director Gadizo pamoja na mwanangu nguvu Bigi. Asante. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele.